Rais Samia Suluhu amepanic na kutangaza na kufanya kikao cha dharura na viongozi wa JWTZ. Ujambo na karibu, na kumbuka kusubscribe. Siku chache tu baada ya kuanza mwaka mpya wa 2026, nguvu iliyodhaniwa kuwa nguzo ya mwisho utulivu wa Tanzania ilipasuka kimya kimya, na ndani ya ikulu ya Zanzibar habari ziliwasili bila hodi kwamba sehemu ya jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ ilikuwa imekata amri na hivyo kujiandaa kuvunja utii. Taarifa hiyo haikubeba mshtuko wa kawaida wa kiintelijensia, ilibeba hukumu. Ilimaanisha kuwa dola iliyojenga uhalali wake juu ya amani na umoja ilikuwa imeingia hatua mpya ya hatari pale jeshi la wananchi inapochagua kusikiliza barabara badala ya ofisi. Na ndani ya saa chache simulizi la nchi iliama kutoka hoja za uchaguzi hadi mapambano ya uhai wa dola. Hapa Samia Suluhu alipanic, akijua kwamba bila shaka kupinduliwa itakuwa rahisi. Kipande hiki cha historia kiwezi kueleweka bila kurudi nyuma kwa mkondo mfupi lakini mzito. Baada ya kifo cha ghafla cha mtangulizi wake mwaka 2021, Samia Suluhu Hassan aliingia madarakani akiwa na ahadi za kulegeza mkono wa chuma uliokuwa umezoeleka. Lakini uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 uligeuza ahadi hiyo kuwa cheche ya mgogoro wa kitaifa. Ushindi uliotangazwa kwa kiwango kisichoaminika cha 98% uliambatana kuondolewa kwa wagombea wa upinzani, vurugu za upigaji kura na ukimya wa vyombo vya habari. Ndani ya siku, miji mikuu ya kiuchumi na kiutawala iliwaka maandamano, na dola ikajibu kwa mbinu za kikatili ambazo ziliwahi kuonekana katika tawala za hofu. Ripoti za mauaji, mateso ya kingono, utekaji wa usiku na makaburi ya pamoja zilisambaa kutoka mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International na Human Rights Watch, huku Umoja wa Mataifa ukitoa wito uchunguzi ulioitwa kuingilia mambo ya ndani. Ni katika muktadha huo ambapo ilidhaniwa kuwa jeshi lingebaki kizuizi cha mwisho cha maporomoko, na tangu kuundwa kwake mwaka 1964 JWTZ ilijengwa kwa misingi ya utaifa wa kiraia ili kuzuia mapinduzi ya kijeshi yaliyotikisa Afrika baada ya uhuru. Msingi huo uliwekewa roho ya Julius Nyerere kupitia utaifa wa kijamaa na mifumo ya huduma ya taifa kama JKT. Historia yake ya kuingilia vita vya kikanda, hususan vita vya 1978 hadi 79 vilivyoondoa utawala wa Idi Amin nchini Uganda, lilipa jeshi hadhi ya kulinda taifa, si chama. Ndio sababu uamuzi wa kulazimisha JWTZ kuungana na polisi kukandamiza raia uliweka nyufa zisizofichika. Ndani ya kambi, sauti zilianza kukataa risasi dhidi ya waandamanaji wasio na silaha. Video zilizosafirishwa kwa siri licha ya kuzima kwa interneti zilionyesha askari wakishusha silaha na kuungana na nyimbo za kupinga uonevu. Kauli mbiu za mitaani zilibeba siasa mpya, madai ya katiba mpya, usawa wa muungano na kuvunjwa kwa mtego wa chama tawala. Katika mkondo huu, chama cha upinzani Chadema kiligeuka kuwa ishara ya hasira ya kizazi kipya, si tu chombo cha uchaguzi. Mizizi ya mgawanyiko haikuwa ya ghafla. Kiuchumi, nchi ilikuwa ikikabiliwa na kupanda kwa bei ya vyakula, ukosefu wa ajira na vijana uliovuka 20% na kashfa za rushwa zilizoandamwa na ukimya wa taasisi. Kijamii, uaminifu wa dola ulidhoofishwa na mzunguko, uhofu na ukosefu wa uwajibikaji. Kisiasa, muungano wa Tanganyika na Zanzibar uliendelea kubeba mashaka ya kihistoria, na asili ya rais kutoka Zanzibar ilitumika kama fimbo ya propaganda kuamsha hisia za ubaguzi. Ndani ya jeshi, tofauti za kimtazamo kati ya maafisa wa bara na uteuzi wa karibu na mamlaka ya kisiasa ziliongeza mgandamizo. Mkutano wa dharura uliofuata ndani ya ikulu haukuwa wa kiutawala tu, ulikuwa wa kuamua kama dola ingeishi kwa sura ipi. Mikakati iliyojadiliwa ilihusu kuwatenga wanaodhaniwa kutokuwa waaminifu, kurejesha vikosi kutoka maeneo salama na kutengeneza simulizi la uhalifu unaofadhiliwa na wageni. Wakati huo diplomasia ya haraka ilichochewa. Ukanda wa Afrika Mashariki ulitazama
kwa tahadhari, na Umoja wa Afrika ukatoa onyo lisilo la kawaida kwa watawala waliopo madarakani. Washirika wa Magharibi waliinua tishio la vikwazo, wakalinganisha na mazingira Tanzania na mifano mibaya ya kudidimia kwa uhalali uchaguzi duniani. Uamuzi uliochukuliwa wa mkono mgumu, operesheni za kijeshi zilifichwa kama mafunzo, huku kampeni ya habari ikilenga kuhalalisha matumizi ya nguvu. Ushirikiano wa kiusalama na tawala zilizozoea kukandamiza upinzani uliimarishwa, na teknolojia ya ufuatiliaji iliongezwa, na ndani ya wiki uasi ulizimwa kwa damu na hofu. Mahakama za kijeshi zilifanya kazi kwa kasi isiyowahi kuonekana, na majina waliotoweka yakaanza kujazana katika orodha zisizo rasmi. Nchi ilipoteza hadhi yake ya muda mrefu ya uthabiti, ikabadilishwa na sura ya dola inayojilinda dhidi ya raia wake. Lakini ushindi huo wa nguvu ulikuwa wa muda mfupi. Vikwazo vilianza kuuma, miradi ikakwama na mtaji ukatafuta hifadhi. Vijana walivuka mipaka kuelekea Kenya na kwingineko, wakaunda mitandao ya uhamishoni iliyojaa kumbukumbu za mateso na ari ya kuendeleza mapambano kwa njia za kiraia. Ndani ya nchi hofu ilitawala, lakini haikufuta kumbukumbu, na kila kukamatwa kulizalisha familia iliyochukizwa zaidi. Kila kifo kisichoelezeka kilichimba shimo kubwa kati ya dola na jamii. Kihistoria, Tanzania imekuwa ikijivunia ujenzi wa dola isiyotawaliwa na jeshi. Msingi huu ulifanya iwe tofauti katika bara lililokumbwa na mapinduzi ya silaha. Ndiyo maana tukio la 2026 lina uzito unaozidi siku za wiki na wiki zake. Linaashiria kupasuka kwa mkataba wa kijamii uliodhaniwa kuwa thabiti, na kwamba jeshi litasimama kati ya dola na vurugu. Pale jeshi linapoanza kusikiliza maumivu ya raia, ishara si mapinduzi tu, bali ni hukumu ya uongozi ulioshindwa kusikiliza. Majina kama John Magufuli na chama tawala cha Mapinduzi yanaendelea kutajwa katika mjadala huu, kwa sababu urithi wa mifumo na maamuzi haukatiki kwa kifo au uchaguzi mmoja. Ukandamizaji uliojengeka polepole uzaa upinzani unaokua kwa kasi. Ndani ya mazingira hayo, sauti za kidini, kiraia na kitaaluma zilipojaribu kupaza sauti zilifinywa. Ukimya huu ulipoonekana kama amani, ulikuwa ni mkusanyiko wa umeme kabla ya radi. Na kwa mtazamo mpana, kisa cha Tanzania kinazungumza na bara zima. Kinaonyesha hatari ya kushikilia madaraka kwa gharama ya uhalali. Kinaonya juu ya kuchezea uchaguzi kama chombo cha kuthibitisha nguvu badala ya ridhaa. Kinafichua gharama ya kugeuza vyombo vya usalama kuwa walinzi wa chama badala ya walinzi wa raia. Na kinaweka wazi kwamba ukimya wa jumuiya ya kimataifa uliojificha nyuma ya heshima ya uhuru wa nchi unaweza kuchelewa hadi damu imemwagika. Na mwisho wa simulizi hili hauko katika vyumba vya mikutano au taarifa za ushindi, uko katika nyuso za vijana waliokimbia, katika familia zinazosubiri waliotoweka, na katika jeshi linaobeba mzigo wa maamuzi ya kisiasa. Na Tanzania inasimama mbele ya chaguo lisilo na maneno, kuendelea kuhalalisha nguvu kama mbadala wa ridhaa, na kurejesha mwelekeo wa uwajibikaji na ujenga dola inayoheshimu raia. Na kila siku ya ukimya, kila sauti inayozimwa na kila hofu inayovumiliwa huongeza gharama ya kesho. Taifa linalofundishwa kuishi bila kuuliza, kesho ulipuka bila onyo. Na ndio maana vile Samia Suluhu alifanya kikao cha dharura na viongozi wa JWTZ na JKT ili kuweza kufanya mazungumzo, na vile waweze kuwa na handshake ili anaogopa asije akapinduliwa. Ndio hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili uwe vile wa kwanza kupokea taarifa hizi. Gonga alama ya kengele.